Baada ya mtu kuelewa Injili, ubinafsi unaanza kufa. Ndio maana kuna wengine wanaanza kuambiwa na watu, umekuwa serious sana na huyu Yesu. Ndugu yangu, nikukumbushe, passion uliokuwa nayo siku ya kwanza uliposikia Injili ichochee. Go back to the same passion. Nenda anza kufurahia watu wakipokea Injili, watu wakiamini, watu wakijazwa Roho. Rudi kule kwenye hiyo passion ya mwanzo. Baada ya kusikia Injili, kuna kielele kilichokupata. Unajua kwa nini uliacha? Ulipingwa na mtu mmoja, ulipingwa na watu watatu, ulipingwa na watu wanne. Na kwa sababu wanafiki wengine walikuacha, haukujua namna ya kurespond, haukujua namna ya kuomba, haukujua namna ya kufurahi katika Roho. Ulijua kuhuzunika badala ya kufurahi. Unapotukanwa kwa ajili ya jina lake, unaposhtumiwa, unapotengwa, uliweka pembeni. Siku ile ambao ulikata baadhi ya ratiba, ukaanza kwenda uinjilisti, endelea kukata zile ratiba. Mungu anazungumza na wewe leo. Go back to the same passion. Rudi kwenye kile ambacho siku ya kwanza ulipoamini ulikuwa na kiherehere cha kusema. Hicho kiherehere hakikuwa cha kipepo, ni Roho wa Mungu ndani yako. Usipotezee sauti ya Mungu ndani yako inayokuambia share the gospel, share Injili. Usipotezee, ni sauti ya Mungu. Usiruhusu kitu chochote, hata hisia zako, ziingilie utumishi wako na Mungu wako. Kwa kama uoni matokeo kwenye huduma yako, rudi kwenye maombi. Anza kufanya yale mambo ambayo ulikuwa huyafanyi. Acha kuwa serious sana. Siku hizi haufurahi katika Roho. Siku hizi hauneni kwa lugha. Ndio maana ujasiri umepotea. Umekuwa mechanical. Mechanical maana yake nini? Mtu wa strategy tu, mtu wa mbinu. Unampigia simu hapatikani, unambana kwenye kona, unamfuata nyumbani kwao, lakini hauombi. Sio vibaya kufanya hivyo. If you don't do prayer, kwa Mungu anataka urudi kwenye mahali ambapo utaanza kuomba zaidi. Utaongeza bidii kwenye kuomba. Utatumia muda mwingi kujaa Roho. Usione ajabu ukawa na lisaa lako mwenyewe chumbani kwako. Siku moja una ile morning devotion, unatumia kunena kwa lugha kwa lisaa moja.